Karibu sana mfuatiliaji wetu wa Manchester United Tanzania Fan Buzz kuweze kukuletea tetesi za usajili zilizojili siku ya leo. Kwanza kabisa tuanze huko jijini Manchester ambako klabu ya Manchester United itafanya usajili wa kiungo wa kimataifa wa Nottingham Forest Elliton Anderson mwenye umri wa miaka 23 kuwa kipaumbele katika dirisha la uhamisho wa mwezi Januari. Tunajua kwamba Manchester United wako kwenye jitihada za kutafuta kiungo mkabaji kwa ajili ya kuiweka sawa ile namba 6, kuturejesha kwenye enzi za kina Roy Keane, za kina Darren Fletcher, za kina Paul Scholes, za kina Michael Carrick na magwiji wengine ambao waliwahi chezea namba hiyo na wakaperform vizuri sana uwanjani. Na hapa pamekuwa pana viungo wengi namba 6 ambao wanahusishwa na klabu ya Manchester United kama vile Baleba kutoka Brighton, Anderson kutoka Wolves, Gomez kutoka Wolves, lakini Manchester United kwa sasa chaguo lao kubwa ni Anderson ambaye anakipiga klabu ya Nottingham Forest. Wamesema yeye ndiye atakuwa kipaumbele chao kwenye dirisha la mwezi Januari. Pia kwingineko klabu ya Levante wanamtaka mchezaji Eita Young kutoka raia huyo wa Kameruni anayewindwa na klabu kama vile ya Arsenal. Wanaonyesha nia ya kumnasa mchezaji huyo. Lakini pia mshambuliaji wa Uingereza Ivan Toney anayekipiga klabu ile ya Al Ahly ya ligi ya Saudi Arabia, Saudi Pro. Mkurugenzi wa timu hiyo ya Saudi ya Al Ahly amesema kwamba Ivan Toney hataondoka kwenye klabu hiyo katika dirisha la Januari kwa sababu kuna baadhi ya vilabu vilikuwa vinaonyesha nia ya kumtaka Ivan Toney. Kwingineko pia mkataba wa mshambuliaji wa Barcelona Robert Lewandowski unamalizika msimu wa joto ujao. Mchezaji huo mwenye umri wa miaka 37 anamaliza mkataba wake na klabu ya Barcelona, na hapo yeye mwenyewe atakuwa huru kuangalia kama anaweza kuendelea na soka au akastaafu au akatafuta kilabu kingine cha kuchezea. Mpaka sasa Robert Lewandowski bado hajaweka wazi hatima yake katika mpira wa soka itakuwaje mara baada ya kustaafu klabu hiyo baada ya kumaliza mkataba wake katika klabu hiyo ya Barcelona. Haya ndiyo machache katika mengi tulionayo siku ya leo ya kimichezo.